Swali ni kwamba ilikuwaje au iliwezekana vipi wakaweza kutengeneza majengo ya ghorofa ya namna hii na wakaishi hapo kwa idadi kubwa ya watu. Kama ambavyo unaweza kujua, familia nyingi za kijijini huwa zinakuwa na idadi kubwa ya watu kwenye familia moja. Haya ni sehemu ya majengo ya asili ambayo yamekuwa yakijengwa katika taifa la Togo. Nimekuletea hii kukuonesha ya kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo wasomi wetu wa sasa hivi wanashindwa kuvitolea ufafanuzi. Badala yake wanatuonesha kwamba wao wameweza kuelimika kuwa mawakala wa bidhaa zinazouzwa na wazungu kwa aina fulani ya majengo ambayo wazungu wameona sasa ni wakati wake. Ila kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa kuvileta mezani tuweze kuvijadili kama taifa, vinaweza vikawa na msaada zaidi. Hapa nimekuletea jengo zuri sana. Of course hili jengo lina vyumba 4 vya kulala, ni ghorofa. Kuleta ramani hii haimaanishi ya kwamba utatakiwa kutumia mbinu zile nilizokuonyesha kwenye lile jengo la asili. Hapana, ila nimekuonyesha tu kukuambia ya kwamba vile unavyofikiria inaweza ikawa tofauti na bado mambo yakawa ni yale yale au matokeo yakawa vile vile. Hili jengo katika idadi yake ya vyumba, upande wa chini una vyumba 2 ambavyo ni self, lakini kuna sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store yake, ikiwa na upana wa mita 12.7 na urefu wa mita 12.4. Jengo ni zuri sana of course kwa sababu kila kitu ndani kimezingatiwa. Ukija kwenye upande wa idadi ya material, hapo idadi ya material ambayo utakayotumia kwa tofali za blocks kwa jengo zima ni tofali 1400. Kumbuka hili jengo ni ghorofa of course. Chini kuna vyumba 4 ambavyo vyote ni self, lakini juu kuna vyumba 2 ambavyo vyote ni master. Subiri hapa nitakuja nikuonyeshe utofauti kati wa master bedroom na self bedroom ukoje hasa kwenye haya majengo yetu, kwenye hili jengo letu la ghorofa. Sawa, upande wa juu wa first floor au kwenye floor ya kwanza upo hivi, vyumba vyote 2 ni master bedroom. Utofauti wake ni kwamba kwenye self bedroom kulikuwa kuna chumba na choo peke yake, lakini tukija kwenye master bedroom tunakuja kukuta ya kwamba kila chumba kina dressing room au sehemu maalum kwa ajili ya kubadilishia nguo. Huo ndio utofauti wakati ya self bedroom na master bedroom kulingana na ramani hii, kwa sababu master inaweza ikawa na vitu vingi zaidi kuliko hivyo ambavyo unaviona hapa. Kwa hiyo unavyoviona hapa ni sehemu ya sifa za chumba cha master cha kwanza. Sawa, ila master inaweza ikawa na sebule. Kuna master inakuwa na vyumba 2 ndani yake. Kuna master inakuwa na studio ndani yake. Kuna master ambayo ndani yake unaweza ukatengeneza ofisi yako. Yaani wewe unapoingia ndani kwako kila kitu utakimaliza humo ndani. Hiyo ndio maana ya master bedroom. Sawa? Yeah. Na mpangilio ni mzuri of course. Tukija kwenye upande wa bati, kwa sababu nimekutajia tofali tu. Tofali zitatumika 1400 za blocks, lakini kama itatokea utatumia tofali za kuchoma, hapo utalazimika kutumia jumla ya tofali 13,000. Hizi ni tofali ambazo utazitumia kwenye boma peke yake. Hilo naomba tuwekane sawa na kila mtu aweze kulinote au aweze kuwa na kumbukumbu nalo. Tofali hizi zitatumika kwenye usawa wa boma peke yake. Sawa. Zikiwa 13,000 kama ni za kuchoma, nazo pia zitatumika katika usawa wa boma peke yake. Ukija kwenye upande wa bati, hili jengo bwana, bati zimetokea katika namna 2. Kuna bati ambazo zimetokea upande wa chini wa jengo zikifunika sebule yetu na dining yetu, lakini kuna bati zingine ambazo zimefunika juu kabisa katika top roof ya jengo letu. Bati za kwanza ziko bati 20 peke yake. Sawa. Hizi zinafunika upande wa sebule hapo. Nitakuja kuonesha rooftop hapo utaziona vizuri. Lakini kuna bati zingine 45 ambazo zitafunika juu ya bati au juu ya ghorofa yetu, ambapo juu ya floor yetu ya kwanza. Sawa. Hili jengo linafunikwa na bati sehemu zote isipokuwa eneo la ndani ambalo litafunikwa kwa zege, yani slab ya zege. Ila upande wa kushoto kama unatazama jengo unafunikwa kwa bati za kawaida, na upande wa juu kabisa katika mkono wako kulia kama unatazama jengo, basi nazo pia zitakuwa zinafunikwa na bati. Jengo ni zuri sana of course, na kila kitu kimezingatiwa, mpangilio mzuri lakini pia wa kisasa. Naamini kokote utakapoenda kulijenga hili jengo lazima liwe nembo ya mtaa na liweza likauwakilisha mtaa vizuri.
Nikukumbusha tu ya kwamba una uwezo wa kutazama ramani hizi tunazoweka kwenye mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp yako kiurahisi sana, na ni rahisi mno. Naposema ni rahisi, basi ninamaanisha kwa sababu cha kufanya ni kututumia message WhatsApp tu. We andika message yako, tuma neno niunge, andika neno niunge. Baada ya hapo nitakupatia linki, na kupitia linki hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaziweka ramani kwenye mitandao ya kijamii, wewe utakuwa sehemu ya watu wa kwanza kutazama ramani hizo. Ni rahisi sana. Fanya hivyo leo ili uweze kuendelea kuenjoy kwa kutazama ramani zaidi. Rooftop kwa juu inaonekana hivyo. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.